Mwanasiasa wa upinzani nchini Afrika ya Kusini Julius Malema amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumiliki kinyume cha sheria silaha ya moto na kufyatua hadharani. Kwa mujibu wa BBC, mara baada ya hukumu hiyo kutolewa, wakili wa Malema aliwasilisha rufaa ya kupinga uamuzi huo, hatua iliyositisha kwa muda kupelekwa gerezani kwa kiongozi huyo wa chama cha Economic Freedom Fighters EFF. Urefu wa kifungo hicho unaweza pia kumfanya Malema mwenye umri wa miaka 45 kupoteza sifa ya kuendelea kuwa mbunge. Akiwa amesimama ndani ya mahakama ya East London akiwa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu, Malema hakuonesha hisia zozote wakati hakimu Twanet Olivia alipokuwa akisoma hukumu hiyo. Mwaka jana alitiwa hatiani kwa makosa 5 yakiwemo umiliki haramu wa silaha na risasi, kufyatua risasi katika eneo la umma pamoja na kuhatarisha maisha ya watu kwa uzembe. Mashtaka hayo yanahusiana na tukio la mwaka 2018 ambapo video ilisambaa ikimuonesha Malema akitumia bunduki kufyatua risasi kadhaa angani wakati wa maadhimisho ya miaka 5 ya chama chake yaliyofanyika katika mkoa wa Eastern Cape. Katika utetezi wake, Malema aliambia mahakama kuwa silaha hiyo haikuwa yake na kwamba alifyatua risasi hizo ili kuhamasisha umati wa watu. Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Sowetan Live, ndipo ambapo Malema alinukuliwa akitoa ushahidi huo. Hata hivyo, katika uamuzi wake wa hukumu, hakimu Olivia alisema kitendo hicho hakikuwa cha ghafla, bali kilikuwa sehemu ya tukio la usiku huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Agence France Presse, taarifa hiyo ilinukuliwa hapo. Malema anafahamika kwa muda mrefu kama mwanasiasa mwenye msimamo mikali, mwenye mvuto mkubwa kwa wafuasi wake na anayesema wazi bila kificho. Huyu ni mwanaharakati mashuhuri kabisa katika nchi ya Afrika ya Kusini, akiitetea nchi hiyo na bara zima la Afrika kwa ujumla. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Thank you.